Maswali ya msingi ambayo tunatamani tume ije tujibu ni kwamba aliyepiga risasi vijana wa taifa hili ni nani? Ni nani aliyemtuma? Katika mwendelezo wa mapitio ya uamuzi wa Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam ya shauri la kupinga tume ya rais kuchunguza matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025, baada ya kuangalia msingi wa madai ya waombaji, sasa tunaangalia majibu ya wajibu maombi. Baada ya kupatiwa nyaraka za shauri hilo, wajibu maombi wa kwanza AG kupitia kiapo cha wakili wa serikali mkuu Malki Mulwambo na wajibu maombi wa pili mpaka wa 9, nao katika maelezo yao ya pamoja walipinga maombi hayo. Wajibu maombi hao walipinga madai ya waombaji wakisema rais alitenda ndani ya mipaka ya sheria, yaani sheria ya tume ya uchunguzi. Pia walijibu kuwa madai ya waombaji dhidi ya makamishna ni dhamana tu zisizo na ushahidi, hivyo waliomba mahakama ikatae maombi hayo. Na mjibu maombi wa 10, chama cha sheria Tanganyika yani TLS, kwa upande wake kilipitia kiapo na maelezo ya katibu mkuu mtendaji wake Mariam Othman, kwa kiasi kikubwa walikubaliana na maombi ya waombaji. Wakili wa muombaji Hekima Mwasipu na Jebla Kambole walifafanua kwa kina sababu za madai hayo katika hati ya maombi na kiapo cha waombaji, huku pia wakifanya rejea na mashauri mbalimbali yaliyokwisha kuamuliwa na mahakama ya rufani. Wajibu maombi wote AG na makamishna wa tume hiyo waliwakilishwa na wakili wa serikali mkuu Vivian Method akisaidiana na mawakili wa serikali waandamizi Daniel Nyakiha na Nalindwa Sekimanga pamoja na wakili wa serikali Rumishi, huku TLS ikiwakilishwa na Ferdinandi Makole. Sasa na hizi ndizo zilikuwa hoja za wakili Mwasipu. Wakili Mwasipu akizungumzia uhalali wa tume hiyo mbele ya mahakama alidai kwamba iliitwa kwa jina tume huru ya kufanya uchunguzi, wakati sheria haitambui jina au cheo cha aina hiyo. Wakili Mwasipu alisema sheria inampa tu mamlaka rais ya kuunda tume ya uchunguzi, hivyo alidai jina lilikuwa lina kasoro kubwa iliyofanya tume hiyo kuwa batili. Mwasipu alidai kuwa kifungu cha 3 kipengele cha 2 cha sheria ya tume ya uchunguzi kinaitaka mamlaka ya uteuzi wa tume kubainisha mada mahususi ya uchunguzi, na kwamba katika shauri hilo mamlaka ya uteuzi ilitoa mada ambayo si mahususi, hivyo kukiukwa matakwa ya kifungu cha 3 kipengele cha 2 cha sheria hiyo. Pia wakili Mwasipu alidai kuwa tume hiyo iliagizwa kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani, jambo ambalo kwa mujibu wa muombaji halielezeki kikamilifu wala kuakisi yaliyotokea. Kwa maoni yake, wakili Mwasipu anasema maudhui ya uchunguzi yangefaa zaidi kama ingetamkwa kuhusu vifo, uharibifu wa mali za umma na binafsi, na kutoweka kwa watu kwa kulazimishwa. Katika hoja nyingine kuhusiana na uhalali wa tume hiyo, wakili Mwasipu alidai kuwa wajumbe wa tume hiyo hawakuapishwa, hivyo ni kinyume cha kifungu cha 7 cha sheria hiyo. Vilevile wakili Mwasipu alidai kuwa mazingira yaliyosababishwa kuundwa kwa tume hiyo hayakutangazwa katika gazeti la serikali, jambo ambalo ni kinyume pia na kifungu cha 3 kipengele cha 1 cha sheria ya tume ya uchunguzi. Wakili Mwasipu pia alidai kuwa uteuzi wa makamishna haukuwa wa busara wala wa mantiki. Akifafanua, alisema kuwa uamuzi usemwa kuwa haukuwa wa busara pale mtu yoyote mwenye akili timamu asingefanya uamuzi huo, au pale mamlaka inaposhindwa kuzingatia baadhi ya mambo muhimu. Ili kuipa nguvu hoja yake hiyo, wakili Mwasipu alieleza mahakama kuwa katika kesi mbalimbali ikiwemo ya Legal and Human Rights Center na wengine wawili dhidi ya waziri wa habari, utamaduni na michezo na wengine 3 na shauri la madai namba 25 la mwaka 2018 la mahakama kuu ya Mtwara. Akifafanua zaidi, wakili Mwasipu alidai kuwa uteuzi huo haukuwa busara kwa sababu wote waliteuliwa ni wastaafu na wenye umri zaidi ya miaka 60. Badala yake alidai kuwa mamlaka ya uteuzi yani rais ilipaswa kuzingatia na kujumuisha kizazi cha vijana na taasisi nyingine kama Baraza la Maaskofu Catholic Tanzania yani TEC na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania yani BAKWATA. Katika hoja nyingine, wakili Mwasipu alidai kuwa tume hiyo imeonekana kuwa ina upendeleo. Katika kutetea hoja yake hiyo, wakili Mwasipu alisema kuwa mjibu maombi wa 9 yani Stergomena Tax ni waziri wa zamani wa ulinzi, wakati mjibu maombi wa 7 yani Mwema ni mkuu wa jeshi la polisi mstaafu IGP. Mwasipu alidai kuwa mtu mwenye taarifa sahihi angeweza kudhani kuwa
kuwa kuna upendeleo katika uteuzi wa wajumbe hao. Wakili Mwasipu alidai kuwa wajumbe wote hawa ni watumishi wa umma wastaafu na kwa sababu hiyo hawawezi kufanya uchunguzi dhidi ya mamlaka iliyowateua. Wakili Mwasipu alidai kuwa katika machafuko hayo, yani yale yaliyotokea siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, baadhi ya majengo ya mahakama na vituo vya polisi vilichomwa moto. Hivyo majaji wastaafu na maafisa wa polisi wastaafu ambao ni wajumbe wa tume hiyo hawakustahili kuwa wajumbe wa tume hiyo. Kwa upande wake, wakili akizungumzia hoja ya matumizi mabaya ya mamlaka ya utashi katika uteuzi wa tume hiyo na nia mbaya, kwanza alidai kuwa waombaji hawadai kwamba rais hana mamlaka au hiari ya kufanya uteuzi, bali sheria inamtaka rais kuteua watu wa kundi fulani, bali hoja yao ni matumizi yasiyofaa ya utashi wake. Akifafanua hoja hiyo, wakili Mwasipu alisema kwamba rais aliteua watumishi wa umma pekee bila kujumuisha makundi mengine ili kusawazisha midhani ya haki. Wakili Kambole alidai kuwa rais angeweza kuteua wajumbe wengine ambao hawana mgongano wa maslahi. Kwa mujibu wa wakili wa TLS, aliunga mkono hoja na kusisitiza hoja za wakili wa mwombaji. Wakili huyo wa TLS alidai kuwa tume hiyo ni batili kwa kuwa haikutangazwa kwenye gazeti la serikali na wala wajumbe wa tume hiyo hawakula viapo kabla ya kuanza kazi yao, kinyume cha matakwa ya sheria. Kwa mujibu wa kifungu cha 20 cha sheria ya tume ya uchunguzi, ili wajumbe wa tume wawe halali wanapaswa watangazwe katika gazeti la serikali. Akifafanua kuwa amri C ya 27 ya kanuni ya kudumu ya utumishi wa umma za mwaka 2009 inataka machapisho na matangazo yote ya serikali kuchapishwa na kutangazwa siku ya Ijumaa ya wiki husika. Hata hivyo, alidai kuwa nakala ya gazeti iliyowasilishwa na wajibu maombi, ambao kama kielelezo kuwa tume hiyo ilitangazwa, si halali kwa kuwa limechapishwa Alhamis Novemba 20 mwaka 2025, hivyo kuifanya tume hiyo kutokuwa halali. Pia wakili huyo wa TLS alidai kuwa kwa mujibu wa kifungu cha 7 cha sheria hiyo, ili waombaji wa tume wawe halali wanapaswa kula viapo kwanza kabla ya kuanza majukumu yao. Hata hivyo, alidai kuwa wajibu maombi katika majibu yao na viapo vyao kinzani hakuna mahali wanapoeleza kama walikula viapo wala kuambatanisha na fomu za viapo. Nini maoni yako kuhusiana na hawa ambao waliipinga tume ya Rais Samia kwa hoja hizo? Ili kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Lakini niseme hata kama kulikuwa na changamoto baina ya tume na vyama vya siasa, msajili na vyama vya siasa, serikali na vyama vya siasa, je, hakukuwa na njia nyingine nzuri zaidi? Njia ilikuwa ni ile moja pekee yake ya kuingia, kuchoma nchi, kuchafua nchi, kusababisha vifo kwa wananchi? Hakukuwa na njia nyingine ya kurekebisha hizo kasoro? Hebu twendeni tukaangalie pia kubwa wa jambo lenyewe na jinsi jaji alivyokuja kujibu. Ni vitu ambavyo vinasikitisha, lakini ndo mahakama zetu hizo ambazo tuko nazo. Tulileta hoja kwamba mmoja wa wajumbe ambao wameteuliwa kwenye tume alikuwa ni waziri wa ulinzi kipindi matukio haya yote yanatokea. Sasa mtu ambaye mimi nilikuwa nashikilia hiyo dhamana, siwezi tena nikaenda nikajichunguza kuhusu swala ambalo linanihusu mimi, alafu mimi mwenyewe nijipalie nikajihukumu mimi mwenyewe. Ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Sijaridhika na kama tunavyoambiwa wenyewe na wanasheria, wanasema kwamba lazima haki ionekane kwamba imetendeka, yaani ionekane imetendeka. Sasa mimi nimetoka leo mahakamani, sijaona majibu kwamba nimejibiwa.